Kisasi cha Mfalme Zarifus. Hili ukiwa ni sehemu yake ya kwanza. Hakikisha unafuatilia channel hii kila siku ili kupata miendelezo. Katika ufalme wa Varados, uliojizolea heshima na nguvu za kiuchawi, familia ya Otronis ilijivunia utawala wao wa kifalme ambao ulitawala kwa haki na maadili ya uchawi. Kila mfalme wa familia hiyo alijulikana kwa kuongoza kwa hekima na kwa kutumia nguvu za roho za mababu, ambazo zilikuwa chanzo cha ustawi wa kifalme hicho. Zarifus alizaliwa wakati ambapo familia ya Otronis ilikuwa imedumu katika utawala kwa vizazi. Alikuwa mtoto wa Kaeldar, mfalme mwenye busara na mwenye nguvu za uchawi, na Ismara, malkia mwenye hadhi ya kipekee na mrembo mwenye nguvu za kiroho. Jumba la kifalme, lililozungukwa na milima ya kijani kibichi na bahari ya buluu, lilikuwa ni alama ya ustawi wa familia hiyo. Licha ya hali hii ya kifalme, familia ya Otronis ilikumbwa na kivuli cha kisasi kilichotokana na usaliti wa karne nyingi zilizopita. Zarifus alikuwa akijua maadili ya kifalme, lakini pia alifundishwa uchawi wa mababu. Alijua kuwa nguvu alizonazo si za kawaida, kwani alikuwa katika kifalme ambacho kilikuwa na uhusiano wa kipekee na dunia ya roho. Familia yake ilifahamu kuwasiliana na roho za mababu, roho ambazo ziliwaongoza kwa hekima na kulinda ustawi wa ufalme wa Otronis. Macho ya Zarifus, tangu akiwa mtoto mdogo, yalikuwa yakionyesha kitu cha kipekee, kitu ambacho hakieleweki kwa wengi, lakini kilikuwa wazi kwa wale waliokuwa na ujuzi wa uchawi. Vita ya kifalme ya Azaroth, mchawi mweusi kutoka kabila la Vairan, ilikuwa imejipanga kutawala Varados kwa nguvu za uchawi mweusi. Azaroth alikuwa na nguvu zisizo za kawaida, na alijua kuwa familia ya Otronis ilikuwa ni kizuizi cha ndoto yake ya kutawala ulimwengu kwa giza. Alianza kupanga njama za kumaliza familia ya Otronis, akilenga kuteka nguvu za roho za mababu zao ili kuzitumia katika vita vyake vya uchawi mweusi. Katika utawala wa Zarifus, familia ya Otronis ilianza kujua uwepo wa usaliti kutoka ndani ya harem yao. Waziri mkuu wa mfalme, Dalron, alifichua siri za mkataba kati yake na Azaroth. Dalron alikusudia kuuza familia ya Otronis ili kugawana nguvu za uchawi zilizozungukwa na roho za mababu. Ilikuwa ni vita ambavyo familia ya Otronis hawakuwa tayari kuvipigana. Usaliti wa Dalron ulileta maafa makubwa. Mfalme Kaeldar na Malkia Ismara walijua kuwa hatima yao ilikuwa imefika. Walipokuwa wakiandaa mikakati ya kujilinda, Dalron alifanya shambulio kubwa usiku mmoja, akiwa na majeshi ya mchawi wa Vairan, akiwa familia nzima ya Otronis. Zaidi ya familia yao, aliteketeza ufanisi wa uchawi wa roho za mababu. Aliamini kuwa alikuwa amemaliza kabisa nguvu za kifalme za Otronis. Lakini katika kivuli cha laana ya kisasi, Zarifus, ambaye alidhaniwa kuwa amekufa kwenye vita, alijitokeza akiwa na nguvu za kipekee. Macho yake yalikuwa yamejaa giza la kipekee, yakiwa na muonekano wa mnyama mwenye njaa ya kisasi. Aliona vifo vya familia yake kama kipigo cha damu kilichohitaji kulipizwa. Zarifus alikuwa tena kwa siri, akiwa amejaa hasira ya dhahiri. Roho za mababu walikuwa wakimuongoza na kumtuma ili alipize kisasi kwa damu. Alikuwa akitafuta adui, akikusudia kuangamiza kila aliyeshiriki katika uovu wa familia yake. Alihamasika kwa wazo moja tu: kuliwaza damu ya familia yake iliyomwagika. Baada ya vifo vya familia yake, Zarifus alijificha katika kivuli cha giza, akifichwa na roho za mababu zake. Alijua kuwa dunia ilikuwa imemsahau, lakini yeye alikusudia kumaliza alichoshindwa kukamilisha. Alikuwa amejaa hasira isiyo na kifani, na roho za mababu walikuwa wakimwambia kuwa muda wake ulikuwa umefika. Alikuwa tayari kwa kisasi. Zarifus alikusudia kutafuta nguvu za ziada kutoka kwa roho za mababu ili kuweza kulipiza kisasi kwa wale walioua familia yake. Hakuwa na huruma. Moyo wake ulijawa na giza, na kila alikokanyaga aliweza kusikia sauti za mababu akimwelekeza kumaliza kile alichostahili kumaliza.
Alijua kuwa nguvu zake za uchawi zilikuwa zimeongezeka, lakini alijua pia kuwa kulikuwa na hatari za kutumia uchawi huu wa kisasi. Macho ya Zarifus yalianza kubadilika. Alijua kuwa nguvu za uchawi zilikuwa zikimwendeleza kuwa mnyama wa kisasi asiye na huruma. Macho yake yalijawa na mwangaza wa rangi za dhahabu na nyekundu, kama mnyama wa porini aliyejaa njaa. Alijua kuwa alikuwa amepitia mabadiliko makubwa, lakini alikubaliana na hayo, kwani kila alama ya mwili wake ilikuwa ni ishara ya kisasi kilichokuwa kikiishi ndani yake. Roho za mababu walimfundisha siri za nguvu za uchawi, siri ambazo zilikuwa za kipekee kwa familia ya Otronis. Uchawi wao ulikuwa na misingi ya mifumo maalum, mifumo ya roho za mababu ambao walikuwa na nguvu za kutoa hukumu, kuleta mabadiliko makubwa na kuathiri mabadiliko ya dunia kwa njia za kiroho. Uchawi huu ulikuwa ukiongozwa na roho za mababu ambao walikuwa na msimamo mmoja tu: kisasi cha damu. Zarifus alikusudia kuvunja kifungo cha roho hizo kwa kufuata njia yao. Alikuwa tayari kuanza safari ya kisasi, kutafuta kila aliyehusika na mauaji ya familia yake, wakiwemo Azaroth, mchawi mweusi aliyejificha kwa siri, na Dalron, aliyekuwa waziri wa kifalme aliyeamua kuuza familia yake. Hawa walikuwa wanajiandaa kumaliza kazi, lakini Zarifus alikuwa na siri ya kipekee. Safari ya Zarifus ilianza kwa makusudi ya kumtoa Dalron kutoka kwenye kificho chake cha uasi. Alijua hila aliyoifanya Dalron na alijua kuwa hakuwa na furaha wala amani. Roho za mababu walimwambia kuwa Dalron alikuwa akitumia uchawi mweusi ili kujiimarisha, lakini nguvu zake hazikuwa za kudumu. Zarifus alijua kuwa wakati wa kutafuta kisasi ulikuwa umefika. Alikuwa amepitia mabadiliko ya kimwili na kiroho, na sasa alikusudia kukabiliana na wale walioua familia yake bila huruma wala kuepuka kisasi. Alijua kuwa nguvu zake za uchawi na laana ya mababu zake zilikuwa na uwezo wa kumlipa kila mmoja kwa damu.